Watu wanne wa familia moja wamejeruhiwa baada ya nyumba yao kuanguka. Tukio hilo limetokea juzi majira saa 3 usiku huko Malindi, wilaya ya Mjini, mkoa wa Mjini Magharibi, ambapo watu hao walikuwemo ndani ya nyumba hiyo. Akieleza chanzo cha ajali hiyo, Sheha wa Shehia ya Malindi, Hassan Masud Ali, amesema chanzo inadaiwa ni kutokana na uchakavu wa nyumba hizo, hivyo amewataka wananchi kuwa watiifu kwa kufuata maagizo ya serikali pindi wanapotakiwa kuhama ili kupisha ukarabati wa nyumba hizo. Nyumba hii imeanguka saa 3 kasorobo juzi. Imeanguka baada ya wananchi na watu wengi wanavyosema, wataalamu, mimi si mtaalamu, wanasema kwamba kuna kifusi kimekaa hapo, gofu limekaa, maji yote yameingia, yameupasua ukuta huu, ule nguvu za nyumba imeshuka chini, wanavyosema wananchi na watu. Mimi si mtaalamu wa nyumba hizi, mimi Shehia ya Malindi tu. Majeruhi wamepatikana watu 4, walikuwa watoto 3 na bibi yao ambaye anakadiriwa na wanakisiwa na miaka 59. Kapata jeraha, kapekwa Rahma, na sasa hivi kapekwa hospitali ya Lumumba. Mkuu akasema kapekwa Lumumba, kavimba uso na kashono. Watoto hali tulikwenda kuangalia hospitali, tuliona wazima, ile hatuna utaalamu zaidi, tuliangalia wakasema tukumia wazima, lakini wamepekwa Lumumba kwa kuchekiwa zaidi. Serikali inawahusia watu wahame ili wajengwe warejeshwe. Wito wangu jamii ndo wakubali amri ya serikali, wafuate, alafu waombe warejeshwe wapate kukaa, maana lazima wapate wakazi wa mji mkongwe. Moja ya mtoto wa familia hiyo, Muhammad Omar Kombo, amesema mpaka sasa hali za majeruhi zinaendelea vizuri, huku akiomba serikali kuwasaidia sehemu ya kuishi pamoja na mahitaji yaliyoharibika kutokana na kuangukiwa na nyumba hiyo. Hili tukio lililotokea hapa, huyu anaishi hapa ni mama yangu mzazi alenizaa mimi. Ndio tumepata habari kwenye saa 4 za usiku, tukaje hapa kuunganisha. Tulipokuja kwa kweli kashapelekwa Rahma, lakini hali ilikuwa sio mzuri, ilikuwa mbaya mpaka hivi sasa inavyoendelea, basi hali sio mzuri kiukweli. Kweli tulipotegemea sivyo, kwa sababu tulitegemea angalau tutapata robo ya hasara, lakini kiukweli mpaka hivi sasa hatujapata chochote. Na ukiangalia kuna nguo, kuna vifaa mbalimbali kama hivyo vya cherehani, mwenyewe alikuwa anashona hapa, lakini kiukweli hakupatikana chochote. Kuna mabuku ya wanafunzi, kuna sare za wanafunzi, kuna nguo za waliokuwa wanaishi humo wale watoto pia, na kiukweli mpaka hivi sasa hazijapatikana. Ombi langu kwa serikali, kwa mpaka hivi sasa tunawaomba waangalie kwanza hawa watoto. Kiukweli mpaka hivi sasa hawana kivazi chochote, hawana mabuku, yani mpaka hivi sasa tuna changamoto, hatujui hata wataanzaje kwenda shule. Na hata hapo pa kukaa, huyu mama mpaka hivi sasa pa kukaa hana. Hapo anapoishi kwa kweli kapangiwa tu, kwenda kuombewa tu. Sasa baada ya kuombewa kweli mpaka hivi sasa wenyewe kifupi hatujajua atatuachia muda gani. Kwa hiyo hata hapo pa kukaa mwenyewe hana. Ombi langu kwa serikali watusaidie. Imeandaliwa na kusomwa nami Ali Haji.